Nilichojifunza kwenye maandamano ya tarehe 29, vijana wengi ni watoto wa masikini. Yaani inawezekana kijana anavamia duka anaiba soda ukafanyie nini? Au mtu anaenda kuiba kamtungi ka gesi ambako gesi kisha hata uweze kununulia gesi mpya hana, au sijui anaenda kuuza. Ni watoto wa masikini hawa. Unajua kuna siri moja ya maskini kuwachukia matajiri, na naomba serikali ya Tanzania iangalie kwamba haya ndiyo maisha ya Watanzania walio wengi. Ni masikini ambao hata mlo wa mchana ni ngumu kuupata. Serikali ya Tanzania ijifunze kwenye maandamano. Wasiseme tu kwamba hawa ni wahaini, sui nini, wahalifu. Waangalie maisha ya watu. Inaonekana wanasiasa na raia wao hawana mahusiano mazuri. Yaani wanasiasa hawajui maisha ya Watanzania. Hebu naomba hili swala tuliangalie. Hawa ni masikini hawa. Ni masikini hawa. Walikuwa wanajaribu kuwakomua matajiri, lakini ni masikini hawa. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nimemaliza. Nilichojifunza kwenye maandamano ya tarehe 29, vijana wengi ni watoto wa masikini. Yaani inawezekana kijana anavamia duka anaiba soda ukafanyie nini? Au mtu anaenda kuiba kamtungi ka gesi ambako gesi kisha hata uweze kununulia gesi mpya hana, au sijui anaenda kuuza. Ni watoto wa masikini hawa. Unajua kuna siri moja ya maskini kuwachukia matajiri, na naomba serikali ya Tanzania iangalie kwamba haya ndiyo maisha ya Watanzania walio wengi. Ni masikini ambao hata mlo wa mchana ni ngumu kuupata. Serikali ya Tanzania ijifunze kwenye maandamano. Wasiseme tu kwamba hawa ni wahaini, sui nini, wahalifu. Waangalie maisha ya watu. Inaonekana wanasiasa na raia wao hawana mahusiano mazuri. Yaani wanasiasa hawajui maisha ya Watanzania. Hebu naomba hili swala tuliangalie. Hawa ni masikini hawa. Ni masikini hawa. Walikuwa wanajaribu kuwakomua matajiri, lakini ni masikini hawa. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo, nimemaliza.